Kifo cha kustaajabisha cha mshawishi wa mitandao Albert Omondi chazua taharuki, huku gavana Gladys Wanga akitaka uchunguzi wa kina kufanywa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Taharuki imetanda nchini kufuatia kifo cha ghafla na cha kutatanisha cha mshawishi maarufu wa mitandao ya kijamii Albert Omondi Ojwang, ambaye alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Kisa hiki kimezua maswali mengi, huku viongozi wakuu na wananchi wakitilia shaka taarifa rasmi iliyotolewa na polisi kuhusu mazingira ya kifo hicho. Kwa mujibu wa taarifa ya awali kutoka kwa idara ya polisi, Omondi alifariki baada ya kujijeruhi akiwa katika kituo cha polisi cha Nairobi Central, ambapo inadaiwa aligonga kichwa chake ukutani akiwa kwenye seli. Polisi walidai kuwa majeraha hayo yalimsababisha kupoteza maisha alipokuwa akipelekwa katika hospitali ya Mbagathi kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, kauli hiyo imepingwa na gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, ambaye pia ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM. Wanga ameeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu jinsi tukio hilo lilivyotokea na kuitaka polisi wafanye uchunguzi wa haraka na wa kina na usioegemea upande wowote ili kufichua ukweli kamili wa kifo cha kijana huyo aliyekuwa na ushawishi mkubwa kwenye jukwaa la X ambao zamani ilikuwa inajulikana kama Twitter. Kwa muda sasa, jukwaa la mitandao ya kijamii limefurika jumbe za ghadhabu na huzuni kutoka kwa wananchi, wanaharakati na wadau wa haki za binadamu, wakipinga toleo na polisi na kudai haki kwa Omondi. Wengi wanahoji uhalali wa madai kuwa mtu aliye chini ya ulinzi mkali anaweza kujijeruhi hadi kufariki bila hatua za haraka kuchukuliwa na maafisa waliokuwa zamu. Albert Omondi alikuwa miongoni mwa sauti za vijana waliokuwa washiriki kikamilifu katika mijadala ya kisiasa na kijamii mtandaoni, akijulikana kwa uchambuzi wake makini na ushawishi mkubwa miongoni mwa watumiaji wa mitandao. Kifo chake si tu kimetikisa familia na marafiki, bali pia kimeleta kiwewe katika jamii pana ya wafuasi wake waliokuwa wakimchukulia kama wanamchukulia kama nembo ya uhuru wa kujieleza katika anga ya kidijitali. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamejiunga na mwito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina, yakisisitiza haja ya uwajibikaji wa vyombo vya usalama katika kuhakikisha kuwa haki na ukweli vinapatikana. Kesi imeibua kumbukumbu ya matukio ya awali ambapo watu wamepoteza maisha wakiwa mikononi mwa polisi, hali inayoendelea kuzua wasiwasi kuhusu utendakazi wa baadhi ya maafisa wa usalama. Huku uchunguzi ukiendelea, jicho la umma limebakia likiwa limetazama kwa karibu hatua zitakazochukuliwa na mamlaka husika. Matumaini ya wengi ni kwamba haki itatendeka na waliohusika, endapo watabaini, wachukuliwe hatua kali kwa mujibu wa sheria.